Buka, tarehe 29 Oktoba mwaka 2025 tulipofanya uchaguzi mkuu wa rais, wa bunge pamoja na madiwani, Mheshimiwa Rais alifanya kampeni nchi nzima akinadi sera za Chama cha Mapinduzi, lakini pia aliweza kutoa ahadi ambazo zitatekelezwa katika kipindi cha miaka mitano ya uongozi wake mwaka 2025 mpaka mwaka 2030. Na kupitia kampeni hizo za uchaguzi mkuu, Mheshimiwa Rais wetu aliweza kutoa ahadi takriban 13 na kuahidi kwamba zitatekelezwa ndani ya siku 100 mara tu baada ya kumalizika kwa uchaguzi mkuu. Na kati ya ahadi hizo 13, Wizara yetu ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari inaguswa moja kwa moja na ahadi 3. Ndugu zangu waandishi wa habari, kwa dhati kabisa nipende tu kufahamisha umma kwamba ndani ya siku 100 za uongozi wa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan zimekuwa ni siku 100 zenye mafanikio makubwa sana katika sekta mbalimbali, ikiwemo pia sekta yetu ya mawasiliano na teknolojia ya habari. Na hii hakuna maajabu makubwa, imekuwa ikitokana tu na utekelezaji wa vitendo, ahadi ambazo Mheshimiwa Rais ameziahidi kuzitekeleza kwa wananchi wake. Utekelezaji huu ndio ambao umetoa mwelekeo mpya kwa nchi yetu katika kipindi cha miaka mitano ijayo, ambapo imewezesha wananchi wetu kuendelea kuwa na imani kubwa kwa Mheshimiwa Rais na serikali yake katika kuongoza gurudumu la maendeleo katika kipindi cha awamu ya pili. Ndugu zangu waandishi wa habari, kama ambavyo nimetangulia kusema awali, Wizara yetu ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari ilielekezwa kutekeleza ahadi 3 kama nilivyosema. Niombe sasa kuweza kutoa utekelezaji wa ahadi hizo 3 tajwa, na hatimaye baadaye nitaweza kutoa muhtasari wa mafanikio makubwa ambayo yamekuwa na matokeo kwa wananchi ambao tumeweza kuyapata katika sekta yetu ya mawasiliano na teknolojia ya habari kama ifuatavyo. Ahadi ya kwanza ilikuwa ni kuwezesha upatikanaji wa mitaji kwa ajili ya kuwezesha biashara ndogo, biashara za kati, lakini vile vile kampuni changa au startups. Ndugu zangu waandishi wa habari, katika kipindi cha siku 100 za uongozi wa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan aliahidi kuwezesha upatikanaji wa mitaji kwa ajili ya kuwezesha biashara ndogo za kati, lakini pia uendeshaji wa kampuni changa au startups. Nipende kufahamisha umma wa Tanzania kwamba Mheshimiwa Rais na serikali yake imeweza kutekeleza ahadi hii kwa kishindo, ambapo hadi kufikia Januari mwaka 2026 Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari imeweza kutengewa na serikali shilingi takriban bilioni 5 kwa ajili ya mitaji ya kuwezesha uendeshaji wa kampuni changa au startups. Na hii pia ameweza kutekeleza katika wizara zingine takriban 7, kwa karibia wizara 8 ndio zimeguswa na swala hili la ahadi kuhusu kampuni changa kupata mitaji. Fedha hizo tunakusudia zitatolewa kupitia benki za kibiashara, na kwa upande wetu kisekta tutaweza kutoa fedha hizi bilioni 5 kwa kampuni changa 50 ambazo zitakuwa zimekidhi vigezo vilivyowekwa kupitia mwongozo ambao unaandaliwa wa utoaji wa mkopo wa fedha hizi. Shughuli ambazo zitaguswa au zitanufaisha kampuni hizo changa 50 kupitia mtaji huu wa shilingi bilioni 5 zitahusisha maeneo ya fedha au fintech, zitahusisha maeneo ya ubunifu katika sheria au legal tech, zitahusisha maeneo ya events planning and entertainment tech au kupanga matukio, lakini pia eneo la afya health tech, akili unde artificial intelligence, kilimo au agritech, utalii tourism tech, bima insurtech, elimu edutech, logistics tech, lishe kwa upande wa food tech. Kwa sasa Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari tunaendelea kukamilisha makubaliano yetu na Benki ya Biashara ambayo tumeshakamilisha tu kwa hatua za mwisho kabisa kwa ajili ya kuwezesha upatikanaji wa mikopo hiyo yenye riba nafuu kwa kampuni hizo changa ambazo 50 tutaanza nazo za tehama zitakazokidhi vigezo vilivyowekwa ili waweze kunufaika na mtaji huo shilingi bilioni 5. Kupitia uwezeshaji huo, kampuni changa zitaongeza uwezo wa kuwekeza kwenye rasilimali watu na miundombinu, zitaweza kuongeza ubora wa bidhaa zao, lakini vile vile zitaboresha huduma mbalimbali wanazozitoa, lakini pia kuimarisha usalama wa mifumo yao. Kuongezeka na kukua kwa kampuni hizo changa kutasaidia pia kufungua fursa nyingi za ajira kwa wananchi, ambapo inakadiriwa kwa kila kampuni changa ina uwezo wa kuajiri idadi ya watu kati ya 7 mpaka 10. Programu hii kwa kiasi kikubwa itasaidia sana kuongeza kipato cha watu binafsi na kaya zao,
lakini pia kuweza kuboresha hali ya maisha, kuinua ustawi wa familia kwa ujumla wake, na hatimaye serikali pia nayo itaweza kuongeza mapato ambayo itasaidia pia uwekezaji katika miundombinu, lakini vile vile kuwekeza katika utoaji wa huduma za kijamii na maeneo mengine. Hatimaye pia azma ya teknolojia ya kidijitali kuwezesha pia sekta zingine kuweza kufikiwa kupitia bunifu hizi za TEHAMA za kampuni hizo changa. Ndugu zangu waandishi wa habari, nitumie fursa hii kuomba vijana na kutoa rai kwa vijana wabunifu wa Kitanzania kutumia fursa hii adhimu sana ambayo imetolewa na Mheshimiwa Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan itakapotangazwa kwao waweze kufanya maombi ili waweze kuwa miongoni mwa wanufaika ili kuchangamkia fedha hizo ili hatimaye waweze kukuza bunifu zao na kuwawezesha kutoa ajira, kuchangia katika mapato ya taifa lao na uchumi, lakini na wao wenyewe kuweza kujiongezea kipato. Tangazo la kuwasilisha maombi hayo litatolewa kupitia mitandao ya kijamii ya Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari, lakini vile vile vyama na jumuiya za kampuni changa kuanzia tarehe 11 Februari mwaka 2026 baada ya maridhiano ya vigezo halisi vitakavyotumika kuchuja maombi ya wanufaika na kuleta uwazi, haki na usawa katika fursa hii ambayo Mheshimiwa Rais ameitoa. Ndugu zangu waandishi wa habari, katika kuhakikisha pia kwamba vijana wabunifu nchini wanakuwa na chanzo cha fedha na kupata mitaji ya uhakika ya kukuza bunifu zao, ndani ya siku 100 za uongozi wa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan tumeanza maandalizi na taratibu za uanzishwaji wa mfuko wa kitaifa wa uwezeshaji wa kampuni changa za TEHAMA au ICT Startups Development Fund. Mfuko huu utawezesha upatikanaji wa mitaji ya kuanzisha na kukuza biashara kwa kampuni changa ambazo mara nyingi zimekuwa hazipati mtaji kutoka katika benki za kibiashara, lakini vile vile kutoka katika taasisi nyingine za kifedha au kupitia kwa wawekezaji wa kawaida. Hatua hii ya kuanzisha mfuko wa kitaifa wa uwezeshaji wa kampuni changa utasaidia sana pindi utakapokamilika vijana kuweza kuanzisha biashara zao, kuweza kupata mitaji, kuweza kuboresha bidhaa na huduma wanazozitoa, lakini vile vile kuwawezesha kuweza kufikia soko kwa haraka zaidi. Ndugu zangu waandishi wa habari, katika kuweka mazingira rafiki na wezeshi kwa kampuni changa, Wizara yetu ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari imeanza pia taratibu za uanzishwaji au utungwaji wa sera ya kampuni changa ya mwaka 2026 au Startup Policy for the year 2026, ambapo katika kipindi cha siku 100 Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari kwa kushirikiana na wadau wa ekolojia ya kampuni changa imekamilisha kuandaa rasimu ya sera inayopendekezwa kwa ajili ya kampuni changa na kuanza taratibu za kuidhinisha ndani ya serikali. Aidha, tunaamini kukamilika kwa utungwaji wa sera hii ya kampuni changa au Startup Policy pamoja na mambo mengine itawezesha: 1, kuweka mazingira rafiki ya uanzishwaji wa biashara; 2, kupatikana kwa mitaji kwa wabunifu wetu wa TEHAMA; 3, kuweza kukuza bunifu za TEHAMA; 4, kuongeza ajira kwa vijana; na 5, tunaamini itachangia sana kuvutia uwekezaji katika TEHAMA ndani na nje ya nchi. Ndugu zangu waandishi wa habari, aidha pia katika kutunza kumbukumbu za wabunifu tulionao wa TEHAMA, Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari kwa kushirikiana na Tume yetu ya Taifa ya TEHAMA tumeweza kutambua na kusajili kampuni changa takriban 158 kupitia mfumo wetu wa kielektroniki ambao tumeubuni wa Safari Hunt. Aidha, wizara pia imeendelea kuimarisha mfumo huu wa Safari Hunt ili kuweza kuongezea ufanisi zaidi. Vile vile wizara yetu ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari imeandaa rasimu ya mwongozo maalum utakaowezesha kampuni changa kushiriki katika zabuni za umma. Kupitia mfumo wetu wa Jamii Hunt, kampuni changa zitakazosajiliwa, kufanyiwa uhakiki na kuthibitishwa kuwa zimekidhi vigezo vya uwezo wa kutoa huduma zitaunganishwa moja kwa moja na mfumo wa manunuzi wa umma wa NeST ili kuwawezesha kushiriki katika zabuni zilizopo katika sekta ya TEHAMA, wakiwa ni pamoja na sehemu ya makundi maalum kama ambavyo sheria yetu ya manunuzi ya umma ya mwaka 2023 inabainisha. Hatua hii itawezesha vijana
kuuza huduma ya bunifu zao kwa taasisi za umma na kuwawezesha kujiongezea kipato. Ahadi ya pili kati ya ahadi zile 13 za Mheshimiwa Rais ilikuwa ni pamoja na kuzindua mpango wa pamoja kati ya waajiri, vyuo vya ufundi stadi au TVET pamoja na vyuo vikuu kwa lengo la kulinganisha mafunzo na mahitaji ya sekta ya kipaumbele kuanzia nishati, tehama pamoja na viwanda vya kuongeza thamani na hatimaye kuwawezesha wanafunzi wa VETA kuweza kuchukuliwa viwandani kufanya mazoezi kwa vitendo. Ndugu zangu waandishi wa habari, katika utekelezaji wa ahadi hii ya pili kwa upande wetu wa wizara, tumeanza taratibu za ujenzi wa taasisi ya kitaifa ya teknolojia ya kidijitali au National Digital Technology Institute ambayo itajengwa Nala hapa jijini Dodoma kwa gharama za dola za Kimarekani milioni 167.3. Tunatarajia chuo hichi cha NDTI kitazalisha wataalamu waliobobea katika teknolojia zinazoibukia, emerging technologies, ikiwemo kutoa mafunzo kwa vitendo katika teknolojia za akili unde, artificial intelligence, mtandao wa vitu au Internet of Things, robotics, uchambuzi wa data au data analytics, pamoja na usalama wa mtandao au cyber security. Ndugu zangu waandishi wa habari, aidha katika kuongeza kasi ya utekelezaji wa ahadi hii, wizara yetu ya mawasiliano na teknolojia ya habari tumeweza pia kuanzisha ushirikiano na taasisi za elimu ya juu zikiwemo Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, Chuo Kikuu cha Dodoma, pamoja na Chuo Kikuu cha Zanzibar SUZA na Chuo Kikuu cha Sayansi na Teknolojia Mbeya MUST yenye gharama ya shilingi bilioni 2.9 ili kutoa programu za awali za NDTI wakati chuo chetu cha Nala kinajengwa. Aidha, wizara inaendelea na taratibu za ununuzi wa vifaa vya tehama ili kuweza kuboresha maabara za vyuo nilivyovitaja, chuo cha MUST, chuo cha SUZA, chuo cha UDOM pamoja na UDSM ili waweze kuanza kutoa mafunzo husika niliyoyataja kwa awamu. Vile vile katika kipindi cha siku 100, wizara yetu imefanikiwa kuanzisha ushirikiano na Chuo Kikuu cha Hanyang cha Korea Kusini ili kutoa mafunzo kwa wakufunzi watakaoenda katika chuo chetu cha National Digital Technology Institute na kubadilishana uzoefu wa namna ya kuendesha chuo cha namna hii. Ahadi yetu ya tatu ilikuwa ni kuanzisha mifumo rafiki ya uwajibikaji ambapo viongozi kiwemo mawaziri, wakuu wa mikoa na watendaji wengine wa serikali watatoa taarifa na kujibu maswali na hoja mbalimbali kutoka kwa wananchi kwa njia ya kidijitali na ujumbe mfupi wa simu za mkononi au SMS zinazotolewa bure. Ndugu zangu waandishi wa habari, wizara yetu ya mawasiliano na teknolojia ya habari kupitia mradi wetu wa Tanzania ya kidijitali au Digital Tanzania tumeweza kuziunganisha taasisi za umma 800 kwenye mtandao wa mawasiliano wa serikali au GovNet, na kupitia hatua hii tumeweza kuwaunganisha na tumewarahisishia upatikanaji na matumizi ya mifumo ya tehama ambayo imeweza kutumiwa na wananchi kwa ajili ya kuwasilisha malalamiko yao na hoja mbalimbali, ushauri kidijitali, pamoja na viongozi wa taasisi hizo 800 kuweza kutoa majibu na kutatua changamoto zinazowakabili. Aidha, wizara ya mawasiliano na teknolojia ya habari tunaendelea na ukamilishaji wa utengenezaji wa mfumo wa Tembo Poto utakao pia tumika na wananchi kwa ajili ya kuweka miadi au appointments kwa ajili ya kuweza kukutana na viongozi wa wizara wakiwemo mawaziri, manaibu mawaziri, makatibu wakuu na manaibu katibu wakuu kwa lengo la kuwasilisha kero, maoni na changamoto mbalimbali katika sekta ya mawasiliano na tehama. Kwa sasa mfumo huo upo katika hatua za majaribio na utazinduliwa rasmi pamoja na mifumo mingine muhimu ukiwemo mfumo wa jamii poto ambao tunatarajia kuizindua mwezi Aprili mwaka huu. Eneo la pili ambao ningependa kuzungumza nanyi ni hali ya upatikanaji wa mawasiliano nchini. Ndugu zangu waandishi wa habari, katika kipindi cha siku 100 za uongozi wa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, sekta yetu ya mawasiliano na teknolojia ya habari imeendelea kukua kwa kasi, ikichangiwa na uwekezaji ulioendelea kufanywa na serikali ndani, hususan kwenye ujenzi wa miundombinu ya mawasiliano ikiwemo minara ya mawasiliano na mkongo wetu wa taifa wa mawasiliano. Takwimu na taarifa zetu zinaonyesha tunazo line za simu zilizosajiliwa na zimeongezeka kutoka milioni 99.3
kwa takwimu za Oktoba 2025 hadi kufikia laini milioni 106.9 kwa takwimu za Januari 2026, na hii ni sawa na ongezeko la 7.7%. Aidha, pia watumiaji wa internet na wenyewe wameongezeka kutoka watumiaji milioni 56.3 kwa Oktoba 2025 hadi milioni 58.1 Januari 2026, sawa na ongezeko la watumiaji wa internet 3.2%. Aidha, kwa watumiaji wa huduma za kutuma na kupokea pesa kwa njia ya mtandao wa simu au mobile money, nao pia wameongezeka kutoka milioni 71.7 Oktoba 2025 hadi watumiaji milioni 76.5 kwa Januari 2025, sawa na ongezeko la 6.7%. Ndugu zangu waandishi wa habari, kwa upande wa gharama za mawasiliano, Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari tumeendelea pia kudhibiti ongezeko la gharama za mawasiliano, ambapo gharama za kupiga simu ndani ya nchi zimeendelea kubaki kuwa shilingi 29 kwa dakika. Aidha, wastani wa bei ya data bila kifurushi na yenyewe imeendelea kubaki kuwa shilingi 9.31 kwa kila MB moja. Aidha, mwenendo huu unaashiria kuendelea kuongezeka kwa upatikanaji wa huduma za mawasiliano na teknolojia ya habari katika maeneo ambayo bado hayajafikiwa na huduma za mawasiliano. Hatua hii pia imepelekea wananchi kufikiwa na huduma mbalimbali za kijamii na kiuchumi kidijitali, kama vile huduma za kiafya, za fedha kwa urahisi zaidi na kwa haraka. Aidha, ongezeko la huduma za mawasiliano limechochea ukuaji wa uchumi wa watu na taifa, hasa katika kipindi hiki ambacho serikali imejikita katika kujenga uchumi wa kidijitali. Eneo la tatu ambalo ningependa kuzungumza nanyi ni pamoja na namna ambavyo tutawashirikisha sekta binafsi katika kutekeleza majukumu ya Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari. Katika kuhakikisha ahadi na maelekezo yaliyotolewa na Mheshimiwa Rais yanatekelezwa kwa wakati, Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari tumekuwa tukishirikiana na sekta binafsi, haswa katika utekelezaji wa miradi mbalimbali ya kimaendeleo, ikiwemo ujenzi wa minara ya mawasiliano nchini, ambapo sekta binafsi kupitia kampuni za watoa huduma ya mawasiliano ya simu wamekuwa wakichangia 60% ya gharama za ujenzi wa minara ya mawasiliano, na serikali imekuwa ikigharamia 40%. Eneo la 4 ambalo kama nilivyosema kwenye utangulizi, ningependa kugusia mafanikio mengine makubwa ambayo tumeweza kuyapata kama sekta ndani ya siku 100 za uongozi wa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Ndugu zangu waandishi wa habari, pamoja na utekelezaji wa ahadi 3 ambazo Mheshimiwa Rais alizitoa, Wizara yetu ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari tumefanikiwa pia kutekeleza majukumu yetu haswa katika kuimarisha ukusanyaji wa mapato ya serikali, ambapo katika mwaka huu wa fedha wa 2025-2026 tuliidhinishiwa kukusanya kiasi cha shilingi bilioni 120.3 kutokana na mauzo ya huduma za mkongo wa taifa wa mawasiliano. Aidha, katika siku 100 za uongozi wa Dr. Samia Suluhu Hassan tumeweza kukusanya shilingi bilioni 132.2 sawa na 109.9 ya lengo ambalo tulipangiwa. Ongezeko hili limechangiwa na matumizi ya mifumo ya tehama, haswa katika ukusanyaji wa mapato ya serikali, ambapo tumeweza kuongeza ufanisi, lakini pia tumeweza kuongeza kasi ya ukusanyaji wa mapato. Tumepunguza upotevu wa mapato, kupunguza wizi, kuongeza uwazi na uwajibikaji, lakini vile vile kupanua wigo wa walipa kodi nchini. Hatua hii pia imewezesha Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari na serikali kwa ujumla wake kutekeleza mipango iliyokusudiwa kwa ufanisi na kwa wakati. Pili, tumeweza kujenga minara 758 katika kata 713 nchini, na hii ni katika siku 100. Wizara yetu imeweza kukamilisha ujenzi wa minara hiyo 758 katika kata 713 nchini kwa gharama ya shilingi bilioni 126, ambapo wananchi takriban milioni 8.5 wanatarajiwa kunufaika na minara hii 758. Aidha, wizara kupitia mfuko wa mawasiliano kwa wote UCSAF imekamilisha kuongeza uwezo wa minara 304 kati ya minara 304 hiyo iliyokuwa imepangwa kuweza kuongezewa uwezo kutoka 2G
kwenda 2G, 3G na 4G sawa na 100% ya malengo tuliyopanga ya minara hiyo 304. Lakini eneo la tatu pia tumeweza kujenga minara 636 vijijini ya mawasiliano, ambapo kati ya minara hiyo 621 ni minara ya simu na 15 ni minara ya redio. Na lengo la ujenzi wa minara hii 636 ilikuwa ni kuongeza kasi ya upatikanaji wa huduma za mawasiliano haswa katika maeneo yenye changamoto ya mawasiliano na usikivu wa redio, ikiwemo maeneo ya mipakani. Kwa ujumla hadi Januari 2026 utekelezaji wa miradi wa ujenzi wa mradi huu wa minara 636 umefikia 78% ya ukamilishaji. Hatua hii inajumuisha kukamilika kwa ujenzi wa minara 398 ambapo kati ya hiyo 371 tayari imekwisha washwa na inatoa huduma ya mawasiliano, na jumla ya wateja 67,795 tayari wameshaunganishwa na wananufaika. Aidha, kwa upande wa minara 15 ya redio tumeweza kujenga ambapo minara 4 tayari imeshawashwa na inatoa huduma ya redio kwa wananchi wetu. Ndugu zangu waandishi wa habari, kukamilika kwa ujenzi wa minara ya mawasiliano kunawezesha sana wananchi wetu kupata huduma za kifedha kwa njia ya simu, biashara mitandaoni, elimu, afya, kuboresha kilimo na mambo mengine ikiwemo huduma za simu na internet, kuimarisha ushiriki wa wananchi wa vijijini katika shughuli za uchumi, lakini pia kupunguza pengo la kidijitali kati ya maeneo ya wanaoishi vijijini pamoja na mijini. Lakini vile vile tumeweza kusaini mkataba wa ujenzi wa minara 201 ya mawasiliano, ambapo lengo letu kubwa kama nilivyosema awali ni kuimarisha upatikanaji wa huduma za mawasiliano katika maeneo haswa yenye changamoto za mawasiliano, ikiwemo maeneo ya barabara kuu, reli ya mwendo kasi SGR, reli ya TAZARA, maeneo ya mipakani, lakini vile vile maeneo ya hifadhi za taifa. Katika kipindi hichi cha siku 100, wizara yetu kupitia UCSAF tarehe 5 Disemba mwaka jana tuliweza kusaini mikataba na watoa huduma wa mawasiliano kwa ajili ya ujenzi wa minara 201 ya simu katika kata 201 zitakazonufaisha vijiji 263 katika maeneo mbalimbali nchini kwa gharama ya shilingi bilioni 19.8. Tunatarajia mradi huu utakamilika ndani ya miezi 15, hivyo ifikapo Machi mwaka 2027 wananchi takriban milioni 2.8 wanatarajiwa kunufaika na mradi huu wa ujenzi wa minara 201 katika kata 201 nchini. Eneo la 5, ujenzi wa mkongo wa taifa wa mawasiliano. Wote tunafahamu mchango mkubwa wa mkongo wetu, na kupitia mkongo huu tumeweza katika siku 100 kuunganisha wilaya 10 katika mkongo wa taifa wa mawasiliano na hatimaye kufanya jumla ya wilaya 119 kati ya wilaya 139 sawa na 86% kuweza kuunganishwa. Wilaya ambazo zimeunganishwa ni pamoja na Kilwa, wilaya ya Maswa, wilaya ya Bariadi, wilaya ya Sikonge, wilaya ya Urambo, wilaya ya Ushirombo, wilaya ya Chunya, wilaya ya Karagwe, wilaya ya Nzega pamoja na Butiama. Aidha, kwa wilaya zile 20 zilizobaki tuko katika hatua mbalimbali za utekelezaji na tunatarajia tutaweza ifikapo Juni 2026 kwa tumekamilisha ujenzi wa mkongo na kupitisha na kufikisha katika wilaya zote nchini. Ndugu zangu waandishi wa habari, kupitia pia shirika letu la mawasiliano Tanzania TTCL, tumeanza ujenzi wa mkongo wa taifa wa mawasiliano ili kuweza kuiunganisha nchi yetu ya Tanzania na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC kupitia ziwa Tanganyika ili kuwezesha biashara kati ya Tanzania na Kongo DRC pamoja na kuongeza chanzo cha mapato kupitia huduma zinazotolewa na mkongo wa taifa ndani na nje ya nchi, na tunaamini hii itasaidia sana kuendelea kujenga uwezo wa kipato pia kwa ajili ya TTCL kuweza kufanya kazi. Ndugu zangu waandishi wa habari, kwa upande wa ufungaji wa vifaa vya mikutano au video conference, tumeendelea kuhimiza matumizi ya tehama ili kupunguza gharama za uendeshaji ikiwemo gharama za vikao. Katika kutekeleza swala hili, katika siku 100 kama wizara tumefanikiwa kufunga vifaa vya mikutano kwa njia ya video au video conferencing kwenye vituo 100 vya haki jinai. Tumefunga vituo 20 ofisi za taifa za mashtaka.
tumeweza kufunga vifaa vya video conference katika magereza vituo 38, lakini pia katika ofisi za Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari Mtumba ofisi 2. Kwa upande wa Jeshi la Polisi Tanzania Bara tumeweza kufunga mtambo wa video conference katika vituo vya polisi 34, lakini kwa upande wa Jeshi la Polisi Zanzibar tumeweza kufunga mfumo wa video conference katika vituo 6 vya polisi. Aidha, taratibu za ununuzi kwa ajili ya kufunga vifaa vya video conference kwa mamlaka za serikali za mitaa 114 nchini zinaendelea na tunaamini ifikapo Juni 2026 watakuwa wamekamilishiwa kufungiwa vifaa vya video conference. Eneo la 7 ni mfumo wa anwani za makazi. Ndugu zangu waandishi wa habari, katika eneo la mfumo wa anwani za makazi, Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari tumefanikiwa kununua vishikwambi 3482 kwa ajili ya watendaji wa serikali za mitaa ili kuongeza kasi ya utoaji wa huduma kwa wananchi kidijitali. Aidha, kati ya vishikwambi hivyo 3073 ni kwa ajili ya Tanzania Bara na vishikwambi 409 ni kwa ajili ya Zanzibar. Aidha, mwongozo wa matumizi ya vishikwambi hivyo 3482 umeandaliwa. Tumeweza pia kuunganisha mfumo wa anwani za makazi NAPA na mifumo mitatu ya kutolea huduma ya Exchange Gateway wa TBS, Tanzania Integrated Statistical Portal wa NBS, pamoja na mfumo wa ajira wa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji, na kufanya jumla ya mifumo 29 kuweza kuunganishwa na mfumo wa NAPA wa anwani za makazi. Tumewezesha pia utoaji wa barua za utambulisho 6,555,689 kwa njia ya kidijitali kwa waombaji wapya inayotolewa na Bodi ya Mikopo ya Elimu ya Juu. Hatua hii ya kuweza kutoa barua za utambulisho kidijitali inafanya jumla ya barua za utambulisho 715,196 kutolewa kidijitali hadi sasa. Idadi hii inajumuisha waombaji wa ajira kwa Jeshi la Zimamoto pia. Lakini vile vile tumeweza kujenga uwezo wa watendaji 5,559 kuhusu matumizi ya mfumo wa anwani za makazi. Ndugu zangu waandishi wa habari, nipende pia kutumia fursa hii kuomba taasisi zingine za umma na za binafsi kutumia mfumo wa anwani za makazi katika utekelezaji wa majukumu yao ili kuiwezesha nchi yetu kufikia malengo yake ya kufikia uchumi wa kidijitali. Eneo lingine ambalo tumepata mafanikio ni pamoja na kufikisha huduma ya Wi-Fi katika maeneo ya umma. Ndugu zangu waandishi wa habari, tumeweza kufikisha huduma ya Wi-Fi katika maeneo ya umma 61 kati ya 120, sawa na 51% ya lengo tuliokuwa tumeweka katika maeneo ya masoko, katika stendi kuu za mabasi, katika hospitali za rufaa za mikoa, katika vyuo vikuu na vya kati, katika maeneo ya wazi, katika vituo vya mwendokasi haswa DART phase 1, katika mikoa ya Arusha, Dar es Salaam, Dodoma, Iringa, Kagera, Kigoma, Kilimanjaro, Mara, Mbeya, Morogoro, Mtwara, Mwanza, Geita, Pwani, Pemba, Unguja, Ruvuma, Shinyanga, Singida, Tabora pamoja na Tanga. Hatua hii ya kufikisha huduma ya Wi-Fi katika maeneo haya ya umma inalenga kuchochea katika matumizi zaidi ya interneti nchini. Kwa upande wa huduma ya fiber mlangoni kwako, katika kipindi cha siku 100, shirika letu la mawasiliano Tanzania TTCL wamefanikiwa kuongeza idadi ya wateja wa fiber mlangoni kwako kutoka wateja 46,512 waliokuwepo Oktoba 2025 hadi wateja 54,418, sawa na ongezeko la wateja 7,906, sawa na 17%. Eneo lingine la 10 ambalo tumeweza kupata mafanikio ni pamoja na urushaji wa satellite. Kupitia swala hili la urushaji wa satellite, kama mtakumbuka, Mheshimiwa Rais alitoa maelekezo mwaka 2022 kuhakikisha kwamba Tanzania tunakuwa na satellite yetu wenyewe. Na katika kutekeleza agizo hilo la Mheshimiwa Rais, tumeanza taratibu za utungaji wa sera ya anga za juu ambazo zitasimamia masuala mazima ya satellite. Mwaka 2026 tunaendelea kukamilisha sera
ambayo itakuwa ni ya mwaka 2026 ya anga za juu, lakini vile vile tutatunga sheria ya anga za juu ya mwaka 2026 ili kuweza kuweka mazingira rafiki na uwezeshi ya utekelezaji wa shughuli za anga za juu. Tunaamini hatua hii ya kuwa na sheria pamoja na sera ya anga za juu itasaidia kuwa na mwelekeo wa pamoja, haswa katika tafiti, lakini vile vile katika matumizi ya satellite katika sekta zote za kijamii na kiuchumi, ikiwemo matumizi katika kilimo, matumizi ya satellite katika mazingira, madini, baharini, lakini vile vile katika sekta nyinginezo. Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari tumeandaa pia mpango mkakati wa miaka 5 wa programu za anga za juu, from the Mount Kilimanjaro, the peak of Africa, to the space. Tunaamini mpango huu pamoja na mambo mengine tutaweza kuainisha nguzo 5 ambazo zitasaidia sana katika swala zima la usimamizi, uratibu, lakini vile vile utekelezaji wa masuala ya anga za juu na kuhakikisha tunakuwa na satellite ambayo tutairusha sisi wenyewe. Nguzo hizo 5 ni pamoja na 1, kuweka mfumo wa utawala, sera, sheria, kanuni pamoja na taasisi ya usimamizi wa masuala haya ya anga za juu. Lakini ya pili, kuimarisha na kuongeza uwepo wa Tanzania katika juhudi za anga za kimataifa. 3, kuendeleza rasilimali watu, tafiti na ubunifu na kuweza kuhabarisha umma. 4, kujenga na kuimarisha miundombinu ya anga za juu. Na 5, kukuza matumizi ya teknolojia za anga za juu kwenye sekta zote za kiuchumi kama nilivyozitaja pamoja na kijamii. Ndugu zangu waandishi wa habari, chuo chetu cha St. Joseph pamoja na chuo cha Tumaini Tudako vilioko Dar es Salaam vinashirikiana nasi kama wizara katika uundaji wa satellite kwa lengo la kusaidia utafiti na kufundishia. Vile vile tumeweza kukamilisha hatua za usanifu, ununuzi na kuingia mkataba na mtengenezaji wa vifaa vya kuundia satellite. Hatua hizi zote nilizozitaja zimewezesha kuanza kwa uzalishaji wa vifaa husika, lakini pia kuanza rasmi taratibu za uundaji wa satellite. Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari tutaendelea kufuatilia utekelezaji wa swala hili ili kuepusha ucheleweshaji wa utekelezaji wa mradi. Kwa upande wa ujenzi wa mifumo ya tehama, ndani ya siku 100 za uongozi wa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan tumeweza kuwezesha na kuboresha mifumo takriban 20 ya taasisi mbalimbali za umma ndani ya siku 100 zilizoko Tanzania bara na Zanzibar. Mifumo hiyo 20 ni kama ifuatavyo. Ya kwanza, Jamii Portal, Jamii Exchange, Zan Portal, Zan Exchange, TGSD ambao tumewezesha kupitia ofisi ya Rais Utumishi, ZGSD Utumishi Zanzibar, Jamii Namba Gateway kwa upande wa NIDA, mfumo wa vifo na vizazi RITA, mfumo wa NIDA kwa ajili ya jamii namba za watoto NIDA, mfumo wa afya kidijitali ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI, mfumo wa usajili wa wachakataji na watumiaji wa taarifa binafsi PDPC, mfumo wa ubunifu na ugunduzi au startup and innovation Jamii Hunt, mfumo wa kupokea maoni na tafiti au AI survey kupitia wizara yetu ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari, mfumo wa usajili wa wachimbaji wadogo tumewezesha STAMICO, mfumo wa taifa wa malipo Jamii Pay au Jamii Card NIDC, mfumo wa upimaji na usimamizi wa mafuta nchini WMA Weight and Measures Authority, mfumo wa uhakiki wa nyaraka za kutuma nje ya nchi DAMIS kupitia Wizara ya Mambo ya Nje, mfumo wa usimamizi wa madawa ya kulevya nchini DCA Jamii Pocket, mfumo wa hifadhi ya kumbukumbu za viongozi kupitia ofisi ya Rais Utumishi kwa upande wa idara ya nyaraka, na mwisho mfumo wa 20 ambao tumeweza kuwezesha kwenye kujenga ndani ya siku 100 za Mheshimiwa Rais ni mfumo wa vyeti vya elimu vya kidijitali au digital certificate kupitia NECTA. Kwa kuhitimisha, ndugu zangu, kwa kusikiliza maelezo niliyoyatoa, takubaliana nami kwamba ahadi za siku 100 za Mheshimiwa Rais wetu mpendwa Dr. Samia Suluhu Hassan zimetekelezwa kwa kishindo, zimetekelezwa kwa ufanisi, zimetekelezwa kwa mafanikio makubwa, ambapo serikali ya awamu ya 6 imeendelea pia kuwekeza katika tehama, tukitambua ndio nyenzo muhimu ya maendeleo ya kijamii na kiuchumi, lakini pia inagusa sekta zote katika umma pamoja na sekta binafsi. Wizara yetu ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari
tutaendelea kuhakikisha kwamba maono alionayo Mheshimiwa Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan tutahakikisha sisi tunayafikisha na kuleta manufaa yanayokusudiwa kwa wananchi wote. Ndugu zangu waandishi wa habari, mwisho kabisa nitimishe, lakini si kwa umuhimu. Nipende kutumia fursa hii kumshukuru kwa dhati Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa mchango wake mkubwa, kwa uongozi wake, kwa maono yake katika kuimarisha sekta ya mawasiliano na teknolojia ya habari kupitia uwezeshaji na rasilimali za kutosha ambazo tumekuwa tukipewa kama sekta. Tunampongeza kwa uongozi wake makini, uongozi wake mahiri, uongozi wake madhubuti wenye maono na unaogusa maisha ya wananchi, na haswa katika kulipeleka taifa letu kwenye uchumi wa kidijitali, huku akitaka kuacha wananchi wetu wakiwa na tabasamu. Sisi kama Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari tunaendelea kujifunza, tunaendelea kuongozwa na maelekezo yake Mheshimiwa Rais, na tunaahidi kuyatekeleza kwa vitendo ili maendeleo haya yaweze kuwafikia wananchi wote wa Tanzania kwa usawa. Nawashukuruni kwa kunisikiliza.